Leo kwa nini watu wanakufa? Kwa nini watu wanaangamia? Ni kwa sababu hatujajua namna ya kwenda katika ulimwengu wa roho na kudai haki zetu. Mwambie jirani, una haki. Kila mtu ana haki yake. Haleluya. Fungua Waefeso 6 na ule mstari wa 12. Ndio nimeanza hivyo. Haleluya. Waefeso 6 na ule mstari wa 12. Waefeso 6. Waefeso 6 mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Haya mapepo yako katika nini? Ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho unaonekana. Kwa hiyo kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, si katika uhalisia huu tunaouona. Kushindana kwetu sisi ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lazima tuwapandie huko. Haleluya. Yaani wewe unayeshindana na bosi wako bado hujalijua neno. Haleluya. Wewe ambaye unasema mchawi anakuangia bado hujalijua neno. Unapambana kimwili, ndio maana hauwezi. Haleluya. Sasa tuseme mfano, ndoa yangu inasumbua. Naanza kugombana na mume wangu. Tutapigana mpaka kutakucha. Tutarudishana manyumbani mwetu. Tutaaibisha hadi familia, watoto, aibu. Haleluya. Ni kwa sababu tu hatukujua namna ya kuenda katika ulimwengu wa roho na kudai haki zetu. Hivi vyote unaweza kupambana kimwili, lakini kumbe ukipambana katika ulimwengu wa roho ni rahisi kushinda. Haleluya. Kwa hiyo hatuna haja ya kupambana kimwili. Wewe unachotakiwa ni kupambana katika roho. Mwambie, wewe shetani unaoleta magonjwa kwenye familia yangu, kwenye mji wangu, kwa jina la Yesu ninakukemea kwa damu ya Yesu. Unaingia katika ulimwengu wa roho, unapambana. Haleluya. Utaona matokeo. Lakini hii ya kusema Adamu umenisema vibaya sana, mimi nakwambia sikubali. Unamshika mwisho, huyu ni mwanaume anakuzidi nguvu, aibu, umechaniwa nguo, watu Haleluya. Kumbe ungeingia mbele za Bwana ni rahisi sana. Unamvuta Adamu, unazungumza naye katika ulimwengu wa roho, unavunja kile nguvu ambayo inasababisha magomvi kwenye familia, kwenye mji. Haleluya. Unazungumza na tatizo kwenye ndoa yako, utamshangaa Mungu, kitu cha tofauti kitatokea. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mambo mengi tunayoyaishi hapa tunahangaika ni kimwili tu, lakini tukienenda katika ulimwengu wa roho, maana tayari tumedadavuliwa kabisa kupitia neno, kupitia andiko. Anasema kushindana kwenu si juu ya damu na nyama, si katika ulimwengu huu. Mnapotakiwa kushindana, anatueleza tushindane katika ulimwengu wa roho, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya mapepo wabaya.
wanaokuja na kuvuruga mema yako, wanaokuja na kuharibu utaratibu wako, wanaokuja na kuleta roho ya umaskini kwenye mji wako. Shetani ni muongo. Haleluya. Sema ni muongo katika jina la Yesu. Na leo tutapambana naye. Naomba leo nihubiri huku tunavunja. Haleluya. Maana ili darasa tutachoka tu bila kusaidiana kuvunja hapa. Kuna vitu havitoki. Ndio maana tukaambiwa namna hii haitoki pasipo kufunga na kuomba. Wewe unafikiri Mungu anazungumza hivyo ni kwa kupitia nini? Ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa hiyo wetu ni Mungu mtamu. Mwambie jirani mtamu. Ni Kwaresima. Haleluya. Hii miezi ni miezi ya utulivu. Ni mwezi wa amani. Ni mwezi wa furaha. Ni mwezi wa kuingia katika hali ya maombi. Kama sayansi yote inaeleza, ni msimu ambao watu wengi wameingia katika mfungo. Imekutana mpaka sisi wa Kristo. Kwa hiyo kuna kitu cha tofauti katika ulimwengu wa roho. Lazima na sisi tuenende na ulimwengu unavyokwenda. Haleluya. Na sisi tufunge, tumtafute Mungu, tutafute uso wa Mungu. Unaonekana, Mungu anaonekana. Haleluya. Maana Mungu ni roho, nao waniabudio wataniabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo kama Mungu ni roho, lazima tumfuate katika ulimwengu wa roho huko huko. Tuzungumze naye. Haleluya. Kuna watu wanaweza wakaona mtu fulani anaomba sana, alafu anaingia katika bubujiko, anaenjoy, anafurahia ule utukufu ndani yake, anaomba kwa mzigo. Usifikiri ni kawaida. Jua kabisa wakati amepiga magoti, wakati anasujudu, wakati ameinua mikono yake, machozi, wakati anajua kabisa hapa ninayemuomba ni Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, lazima kuna msisimko. Mwambie jirani kuna msisimko. Kuna hali ya tofauti. Haleluya. Kuna hali ya tofauti. Kuna tetemeko. Mungu akishuka huwezi kuangalia. Mungu akishuka mahali, lazima macho yako hayawezi kumwangalia Mungu. Lazima tu utashuka na utajua yupo. Kuna watu wanamwangalia Yesu, ndio huyu hapa. Yaani anapata tu picha. Haleluya. Anamuona Yesu huyu hapa. Wakati watu wana worship mahali hapa, kuna nguvu inakuvaa. Unamshusha Yesu katika ulimwengu wa roho. Ukimshusha Yesu, lazima we utashuka ili yeye ainuliwe. Haleluya. Ndio unashangaa mtu anaomba kwa mzigo, kwa raha. Haleluya. Sio tu ili mradi kwa sababu ni wajibu. Sio wajibu. Lazima tumwabudu Bwana kila saa na kila wakati. Haleluya. Ni wajibu. Mwambie jirani ni wajibu. Haleluya. Leo natamani kabisa hawa wachawi lazima na sisi tuwatese. Mwambie jirani watateswa au wasiteswe. Leo lazima tuwatese hapa. Lazima tumuinue Mungu wetu. Mungu wetu anaonekana. Na leo lazima tutamke kwa kinywa. Leo lazima tukiri. Na lazima wapigwe leo. Haleluya. Kwa hiyo tutamuinua Mungu mahali hapa. Na lazima tutawapiga. Haleluya. Hatutanyamaza. Lazima leo wapigwe. Amen. Basi twende kwenye kile kitabu cha Mwanzo 19. Mwanzo 19. Mstari ule wa 11.
Mwanzo 19 mstari wa 11. Yes. Na wowote ulionao katika mji uwatoe katika mahali hapa. Anzia mstari wa 8. Amen. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume. Nenda mstari wa 7. Mstari wake wa 7. Anza tu wa kwanza. Amen. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Kwa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki. Akainama kifudifudi. Akasema, Bwana zangu, karibuni na wasihi muingie nyumbani. Mwa mtumwa wenu. Mkalale. Mkanawe miguu yenu. Hata asubuhi muondoke. Hebu weka koma. Haleluya. Amen. Huyu ni Lutu. Biblia inasema alikuwa amekaa mlangoni tu, lakini cha ajabu, ina maana Lutu hakuwa katika ulimwengu wa kawaida. Amen. Lutu alikuwa katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Mungu anatamani kabisa wakati wote tuwe katika ulimwengu wa roho. Amen. Ili yoyote anayekuja kwenye maisha yako utamtambua. Chochote anachoongea utakijua. Hila zake utazijua. Haleluya. Amen. Utamjua mtu wakati anazungumza. Haleluya. Amen. Cha ajabu mimi ninachokiona hapo, au kilichonishangaza kwenye hii habari, Lutu alijuaje hawa watu ni watu wa tofauti? Na wakati huo Lutu alijua kabisa ule mji wao haufai. Mgeni yoyote anaoingia kwenye ule mji lazima wamchukue. Lakini Lutu alipowaangalia wale watu, aliwaangalia katika macho ya kiroho. Amen. Haleluya. Amen. Akatambua hawa watu sio watu wa kawaida. Amen. Haleluya. Amen. Unaweza ukawa unatembea, mtu akakusemesha, hapo utajua kabisa huyu mtu sio mtu wa kawaida. Yes. Na kuna mtu anaweza kukupigia simu na ukajua nia ya huyu mtu sio nzuri. Na sasa hivi kuna tabia, watu wakiongea na wewe kwenye simu wanarekodi. Sijui unanielewa? Alafu waza, huyo anayerekodi ili tu akuchafue kwenye ulimwengu wako. Alafu anasikia yeye raha. Msikose kuzigundua hila za ibilisi. Amen. Funguka, anza kuangalia katika roho, usiangalie katika mwili. Kuna watu waache waende tu. Amen. Hawakusaidii chochote. Kuna simu ukipokea ukasikia ndani yako kuna shida, achana nayo. Yes. Haleluya. Amen. Au kama unataka kuimprove, ndio unaweza kuongea uchafu ili umuone, ili message ikifika ifike vizuri. Amen. Na wapo hapa. Amen. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Alafu unayemfanyia hivyo hujajua Mungu ana kusudi gani na yeye. Unaweza ukamuona mtu na kumdharau na kumuona wa kawaida, kumbe huyu mtu si wa kawaida. Mungu anavyomtazama sivyo wewe unavyomtazama. Yes. Mungu anatazama tofauti. Amen. Na ndio maana Mungu hakwenda kwa kila mtu, alichagua pa kwenda. Angeweza kwenda hata kwa mtu yoyote Sodoma, lakini kwa nini alienda kwa Lutu? Kwa sababu ana communication na yeye. Hallelujah. Ana mawasiliano na yeye. Hallelujah. Anamjua. Yes. Wanajuana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na akajua nikifika pale msaada wangu umefika. Amen. Hallelujah. Amina.
Kwa hiyo tunaona Lutu akawaona. Biblia inasema akawafuata, akasujudu hadi nchi, akawakaribisha nyumbani mwake, akawaomba wanawe miguu, akawaekea chakula, the same kama kaka yake. Amen. Haleluya. Amen. Natamani tukae kwa staili hiyo, usikae ovyo ovyo. Mungu wetu yupo. Haleluya. Amen. Yesu, naomba unifungue macho kama ulivyomfungua Lutu, akakuona, na sisi tusaidie kuona wema na waovu, ili sisi tuweze kukutazama wewe Bwana. Haleluya. Amen. Wakasema sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Haleluya. Amen. Kumbe Mungu anakaribishwa. Haleluya. Amen. Mungu anakaribishwa. Amen. Sema, Mungu anakaribishwaje? Mungu anakaribishwaje? Kwa wewe kumtengea sehemu yake special. Hallelujah. Kwa ajili ya kushuka na kuzungumza na wewe. Amen. Mungu anashuka. Anashukaje? Ni wewe wakati umejiandaa ndani yako, wakati unalisoma neno lake, pale Mungu anaweza kushuka na kuongea na wewe. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Yes. Lakini jawabu la ulimi linatoka wapi? Kwa Bwana. Umeandaa Biblia, pembeni una diary, maana chochote chaweza kutokea. Ndio maana madaftari ya wahubiri huaga yaandikwagi yamesimama hivi kwa mwandiko mzuri. Ukimkuta huyo, basi ni Bwana, ni neema. Amen. Lakini ukiangalia diary yangu ina micharazo, lakini naielewa mwenyewe. Haleluya. Maana wakati unaandika kuna nguvu inakuvaa. Yes. Kuna somo linakuja linatiririka hivi kama maji. Lazima na wewe umwambie Bwana, nipe kuandika haraka haraka. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndio maana Mungu alimwambia hata Yohana pale kwenye kisiwa cha Patmo, mambo haya uyaonayo yaandike. Maana kuna wakati wa kusahau. Haleluya. Amen. Labda akili zako kama ni kompyuta, lakini mimi huwa naandika. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu anazungumza na Mungu anakujaga nyumbani kwetu. Sema sisi hatumuoni, hatumpokei, hatujue kwa sababu hatuna macho. Haleluya. Amen. Mungu anashukaje? Wakati umekaa ndani kwako, unasikia kitu tu ndani yako cha kumwabudu tu Bwana. Haleluya. Kama Isabela pale amekaa zake kule anapika, anasikia ndani bubujiko. Wakati bubujiko linatokea, unatakiwa utii ile sauti, uanze kumwabudu Bwana. Unamwalika pale. Haleluya. Utamshangaa atakavyoshuka. Maombi yako hayatakuwa ya kama yale ya kawaida, yatakuwa ya tofauti, kwa sababu ni wakati Mungu anataka kuongea na wewe. Haleluya. Amen. Hata nyimbo Mungu anazungumza. Nikimuuliza Mwanginde wakati anaandika zile nyimbo zake, yale mashairi yanaeleweka, yana ujumbe ndani yake mzuri sana. Ukimuuliza hivi ilikuwa ni akili gani iliyotumia hapo, na yeye atakwambia nilijikuta tu nasikia kuandika na nikaandika. Amen. Haleluya. Tukiwa katika roho tutafanya makubwa. Amen. Umba ulimwengu wako katika ulimwengu wa roho, utamshangaa Mungu. Lakini katika kuumba kwako ulimwengu wa roho, vita ni lazima. Mwambie jirani, vita ni lazima. Vita ni lazima. Kwa hiyo ukiona vita, kumbuka hili neno nililokuambia, vita ni lazima.
Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu alipoingia kwa Lutu, kwanza alikuwa amekuja kivagi. Alikuwa amekuja akiwa na hasira, maana mfukoni ana moto, ana kiberiti. Amen. Hasira ya Mungu imewaka. Kumbe hasira ya Mungu inaweza kutulizwa. Mwambie jirani, hasira ya Mungu huwa inatulizwa. Hasira ya Mungu huwa inatulizwa, lakini inatulizwa na mtu aliye katika roho. Sio mtu aliyekaa ovyo, ni mtu wa rohoni. Kuna wakati Mungu anachefukwa. Haleluya. Hata kipindi nakaa kule Kigamboni, unaona kuna wakati mkivuka na ile pantoni maji ni machafu. Alafu ukiuliza mbona leo maji machafu, wenyeji wanakwambia leo bahari imechafuka. Haleluya. Amen. Imechafukaje? Haleluya. Amen. Mambo ya kiroho lazima tuingie rohoni. Haleluya. Ukitaka mambo makubwa yanapatikana rohoni, anza rohoni. Afu kwenye ulimwengu wa mwili ni rahisi sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mstari wake wa 4. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamwita Lutu, wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Haleluya. Amen. Hivi unajua umezungukwa wewe? Hujui uko kwenye hali ya hatari? Kuna watu wamezungukwa, kwa wakubwa na kwa wadogo. Wewe unayemuona huyo mtoto ni mdogo, kumbe kwenye ulimwengu wa roho ni mkubwa sana. Haleluya. Kwani hatujawahi kusikia mtoto mdogo anaenda makaburini anakula nyama za watu? Mtoto mdogo ni mchawi, anasema nimemuua mama, nimemuua baba, nimeua ndugu zangu fulani fulani. Mtoto mdogo, na anaongea kwa ujasiri. Ujasiri huo ameutoa wapi? Mwambie ulimwengu wa roho. Haleluya. Amen. Sisi tumelala usingizi. Haleluya. Wakati umelala, kuna watu hawalali kwa ajili yako. Wakati umelala, kuna watu wanakusagia meno. Huyo anayekuchekea ndani humu, ukifunguliwa macho ni hatari. Mama nakupenda. Haleluya. Amen. Hatari sana. Turudi rohoni. Haleluya. Amen. Amen. Yaani wale ni malaika wamekuja, lakini bado watu wa mji wamewaona, wakawazunguka. Sio mmoja, wakubwa kwa wadogo, mpaka wazee wamejaa kwa Lutu. Haupo salama. Leo lazima tuwapige katika jina la Yesu. Amen. Kuna wakati ufike hasira ya Bwana iwake ndani yako. Amina. Pambania haki zako. Amen. Pambania ulimwengu wako. Mwambie Bwana, nimechoka. Mimi sio maskini. Amen. Haleluya. Shetani ni mwizi. Haleluya. Amen. Wamezunguka kwa Lutu. Yes. Wanasema wale watu waliokuja mchana wako wapi? Ndio. Nasema waliokuja kwako usiku huu watoe kwetu tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi na wasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasihi nitawatolea kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Weka koma. Haleluya. Amen. Huyu
Huyu ni mwanaume, baba wa familia, ana watoto wake, anawapenda sana, lakini baada ya utukufu kuingia ndani mwake, hali ya maisha yake ikabadilika. Akaona kuliko hawa watu wafanyiwe kibaya, bora nitoe watoto wangu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tena anasema niwatoe, muwafanye vyovyote muonavyo vyema machoni penu, vyovyote, kwa sababu ya uthamani wa Kristo Yesu. Sisi tunashindwa. Ikawaje? Akasema basi na wasi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasi nitawatolea kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo Lutu, wakakaribia wauvunje mlango, lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamuingiza Lutu. Haleluya, amen. Ngeukia jirani yako, mwambie umeona nini kupitia neno hilo? Umeona nini kupitia neno hili? Baada ya kukataa, wale watu wakasema, hatuna haja wewe, kwa sababu pia ni mgeni, unataka kutuhukumu sisi. Sasa wewe ndio tunakutaka. Kumbuka, umeukaribisha uwepo wa Mungu. Amen. Alafu shetani yuko jirani na wewe, anakusonkola, anakutamkia maneno mabaya mbele za Mungu. Wewe umesimama, umeshamshusha Mungu wako. Nataka nikwambie hivi, adui hata kuweza katika jina la Yesu, kwa sababu kuna nguvu, kuna uvuli. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Hatujajua. Natamani tubadilike. Usimwogope adui, na adui akimbiwi. Amen. Tuna uwezo sisi, amina, wa kukana adui na akakushindwa. Amen. Na mwisho wa siku akaokoka. Amen. Wanataka kumkamata Lutu, mtu wa Mungu, anayemjua Mungu. Mchawi ameingia kwenye nyumba yako, ameshakuchezea chezea. Haleluya. Mimi unajua, nimejaribu kuwaza, nafikiri na wewe tuwaze pamoja. Mchawi anapoingia kwenye nyumba yako anatumiaga nini? Ushai kuwaza Si anaingia katika ulimwengu wa roho, ndio maana umuoni. Sasa vipi sisi tulioambiwa kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wakuu wa giza hili? Tunaweza kuwaweza tu pale tutakapoingia katika ulimwengu wa roho. Amen. Haleluya. Amen. Mchawi akiingia kwako ataona utukufu, hawezi. Ndio maana unawaonaga asubuhi wanakuwahi, vipi mwenzangu, umelalaje? Haleluya. Amen. Anza kujua kwamba huyu anauliza ilikuwaje, anakutafuta. Unatumia na wewe nguvu ipi ili aweze kukuweza? Akikukuta uko katika roho, atakuogopa. Hawezi kusogea kwenye mji wako, hawezi kugusa maisha yako kabisa. Atajua wewe ni mtu wa tofauti. Amen. Haleluya. Amina kubwa sana. Nilikuwa nikiwaza
Nikamkumbuka binti mmoja alitoa ushuhuda hapa madhabahuni, akasema mimi tangu utoto wangu mpaka sasa niko chuo, huwa nikilala usiku nimevaa nguo, nikiamka asubuhi nimevuliwa nguo. Akajitahidi kuwa anakunywa maji mengi, angalau usiku ukifika haweze kuamka ajue ni nani anayemvua nguo. Hajaweza. Usingizi huwa ukishafika umefika, mpaka asubuhi anajikuta yuko uchi wa mnyama na amelala na nguo. Geukie jirani yako, mwambie ni nini hiyo? Ni nini hiki? Ulimwengu wa roho. Haleluya, amen. Nikatafakari yule binti alikuwa amepatwa na nini, na maisha yake akiamka asubuhi akijikuta yuko uchi, anafikirigi nini? Na ukimwangalia yule binti, hata akili hawezi kuwa nazo, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinamwendesha, sio hali ya kawaida. Haleluya, amen. Nikafananisha na hadithi fulani mzee Veda alinihadithia ya live. Akasema yeye kuna nyumba walipanga, kila wakiweka hela, akija kufungua briefcase na namba anazo yeye na hakuna anayejua, hela zimepungua. Na hamna alioingia chumbani kwake zaidi na mke wake. Hata mke wake hajui namba za siri za briefcase, lakini hela zinapungua. Alafu yeye mwenyewe pamoja na hela zinapungua, lakini ile akili ya kusema nisiweke tena hela ndani hana. Kwa nini? Ufahamu. Wanaona tu, wao tu unaona, hebu ngoja nitegeshe tena, labda nitamjua muizi. Si ndio ilikuwa hivyo mzee Veda? Ngoja nitegeshe na leo. Miaka inaenda, siku zinaenda. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho, mwenye nyumba ni chuma ulete komesha. Nyumba tunazozipanga, ingia kwenye ulimwengu wa roho, utaona vituko. Haleluya. Siku moja, hii naiongea ni habari yangu mimi. Wakati nimeolewa sasa kwenye harusi, zawadi nilipewa zawadi ya mabedi cover mawili mazuri sana, yana maua rozi mazuri mekundu, ukiyaona unayafurahia. Dada mmoja alileta zawadi. Haleluya, amen. Nikasema baada kama ya muda kidogo kupita, ngoja leo niyatandike. Nikayatandika. Usiku nimelala, asubuhi kuamka nimekojoa kitandani. Hivi unaelewa hiyo habari? Hali yangu niliyokuwa nayo, alafu ukimwangalia hilo njemba hapo pembeni. Haleluya, amen. Umekojoa kitandani, umelala na Joakimu. Niliogopa sana. Nikamwambia, baba, nimekojoa. Yeye mwenyewe akasema, unajua baba ana psychology fulani hivi. Haleluya, amen. Naomba Mungu mpate mtu anayekuelewa. Amina kubwa. Ukiishi na mtu anayekuelewa, angalau atakutia moyo pale ambapo umekosea, na atakusaidia. Yes. Nimekojoa, alafu yeye hakujali, akasema hiyo uwaga inatokea, ni bahati mbaya. Nikasema maisha yangu yote sijawahi kukojoa, labda nikiwa mtoto. Leo nimekojoa, nimeolewa. Hivi unajua ni aibu kubwa sana. Na hii naomba iende kabisa huko nchini.
Haleluya. Nikasema hii kitu si niko kiroho, hii kitu sio kawaida. Nikapiga picha aliyoleta bed cover, namjua. Nikatoa, fikiria mtu mzima, mke wa mtu. Nilimshukuru Mungu, akinapita alikuwa shule. Nikatoa, nikafua. Unaanika godoro, una mtoto mchanga, shughuli kubwa sana. Nikatoa godoro na mkojo wa mtu mzima, sio wa kitoto. Ule ulikuwa ni mkojo. Haleluya. Amen. Nikatoa godoro nje. Sauti ikaniambia, tandika na hili ndio utajua. Nikarudisha ndani godoro, nikatandika lile shuka la pili ili ni improve nilichosikia ndani yangu. Mgeuke jirani, mwambie ehe. Haleluya. Amen. Siku ya pili nimetandika, kilichotokea mkojo. Nimekojoa mara ya ngapi? Mara ya pili. Kwenye bed cover la pili. Maana kwenye yale mabedi cover yanakaa mawili na foronya zake 4. Huwezi amini. Nikamwamsha Joakim. Nikaambia, baba, na leo nimekojoa. Tatizo sio mkojo, tatizo ni bed cover. Na aliyeleta bed cover namjua. Sasa leo silali, namshughulikia. Amen. Nilifunga. Amen. 3 kavu. Amen. Nilikuwa natambaa siku ya 3, maana sinywi maji, sili chakula. Ile fedhea niliyoipata. Haleluya. Amen. Nyie oneni tu wanandoa wako hapo wanachekeana, wametoka mbali Kabisa. wakikuadisia. Ni mateso. Mpaka kufika unawaona wanacheka, wanakula sahani moja. Kuna gharama. Lazima uingie kwenye ulimwengu wako. Zungumza na Mungu kuhusu mume wako. Amen. Zungumza na Mungu kuhusu mke wako. Amen. Zungumza hata kama umeolewa au hujaolewa, umeoa au hujaoa. Zungumza kabla hujaingia. Barikiwe sana. Haleluya. Amen. Zungumza. Amen. Kuna vita kubwa ndani ya ndoa, acha. Nikashughulika. Kilichompata yule dada mpaka wa leo anarangaga, hajawahi kupata mume. Yuko lakini hana maisha. Yeye mwenyewe siku 3 kavu, sinywi maji, sili chakula kwa ajili yake. Haleluya. Amen. Anza kujinyima mapema kabla hujaingia. Amen. Na kama uko ndani, anza kurudi kutengeneza. Ingia kwenye ulimwengu wa roho. Vaa kaptura kwenye ulimwengu wa roho. Mwambie, kuna watu wamenunua brazia za mtumba, wamepata kansa za maziwa. Kwa nini? Aliyevaa ujui alikuwa anaongea nini. Kuna nguo tunanunua za mtumba, leo unashangaa hali yako inabadilika. Ulikuwa una tabia ya umalaya, unaanza umalaya. Ulikuwa ujui hata kutongoza, unaanza kutongoza. Yaani unakaa moyo wako unaenda mbio, ham za kijingajinga tu. Ulikuwa uangalie picha mbaya, unaanza kuangalia picha mbaya. Mwambie, Yesu, nakataa kila nguvu iliyoingia kwenye maisha yangu ikaleta mateso. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila adui aliyenuiza jambo baya kwenye maisha yangu, leo ninavunja, leo ninaharibu, leo ninateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu na kwa damu ya Yesu. Kila
kinachoniendesha kwenye maisha yangu cha nguvu za giza leo ninazikemea. Hazina nafasi wala sehemu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa umetenda. Na sasa mimi ni mshindi. Amen. Tuendelee. Mstari wake wa 11. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa. Mstari wa 10. Amen. Lakini wale watu wakanyosha mikono yao. Wakamwingiza Lutu kwao nyumbani. Wakaufunga mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Weka koma. Haleluya. Amen. Wale watu baada ya kuona yale majitu yanamfuata Lutu, wanataka kumtendea vibaya. Biblia inasema wale watu wakatoa mikono yao nje, wakamwingiza Lutu ndani, wakafunga mlango. Kumbe tumeacha milango wazi. Haleluya. Ni rahisi adui kuingia. Leo tumwambie Bwana, tunaomba utusaidie kufunga milango yetu. Amen. Bwana, tunaomba utusaidie kufunga milango yetu. Baada ya malaika wale kufunga ule mlango, Biblia inasema adui hakuchoka. Pamoja na kupigwa upofu, bado aliendelea kupapasa mpaka wakachoka. Wewe ni nani? Yaani umeomba mara moja, umepata amani, umepokea uponyaji, umerizika, umerelaksi. Wenzio hawachoki. Hata ukiwapiga kwa mishale, lakini bado watakuja kukutazama. Je, ile nguvu bado ipo au imepungua? Akichoka anakupa mkono, anautikisa. Vipi hapo? Kipimo kipo akipo? Haleluya. Amen. Umerelaksi. Mume wangu ananipenda. Wewe uliza, shughulika. Amen. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Amen. Na wenye nguvu ndio wanaoteka ufalme. Mila kubwa. Kazi yangu nakwambia, mshahara nimerizika nao. Jiulize, katika huo mshahara unaoupata, kuna chochote unafanya cha maana? Hakuna. Mimi nimefanya kazi nao watu fulani huko, nalipwa 400,000 mwaka 2000. 400,000 ni nyingi sana. Hiyo inatosha hata kujenga nyumba. Lakini hela yao hadi mwisho wa mwezi sina hata 50. Sijanunua glasi, sijanunua sahani, sijafanya chochote. Alafu kwa sababu wanajua na vile nilivyokuwa bosi ile sehemu na walinipenda sana, wakawa wananiambia, wewe lazikiisha, wewe niambie tu nakupa. Wewe utamfuata bosi wako mwisho wa mwezi amekupa 400,000. Hata mwezi hujaisha imeisha. Unamfuata tena, naomba hela ya kula. Mimi nikaa nashangaa, mbona ananipa kirahisi? Sina. Siweki kwenye akaunti. Hela yao hairuhusiwi kuingia kwenye akaunti. Haleluya. Keshi mkononi huwezi kuweka. Hela inaisha pa. Uliza kwa nini? Ajali ikitokea kazini,
lazima waje mbio kuchinja, kumwaga damu. Ndio nikajua kwamba kwenye maisha unaweza ukaona umepata, kumbe umepatikana. Na wale watu ni wazuri sana kukuonesha upendo, kuonesha kama wanakujali sana, kumbe wana hila ndani yao. Yaani weekend wanakuambia si wachukue watoto mtoke na wageni wangu wamekuja, umwapeleke Kunduchi kule wakaogelee. Wewe unaona yaani mimi kazini ndo napendwa, kumbe nyota yako ndo inaendesha ofisi. Mimi mpaka niliacha kazi, nilikuwa ndoto ya ile kazi. Kila mara nilikuwa naota naenda kule kazini, naongea na bosi. Kila mara nikajua hapa kuna kitu, nikaanza kushughulika. Haleluya. Mwambie jirani kushughulika. Kushughulika. Ufalme wa Mungu sio lele mama. Sio kula na kunywa. Biblia imesema ufalme wa Mungu umefanana na mtoto mdogo. Hajui chochote. Haleluya. Kwa hiyo na sisi tunapoingia katika ulimwengu wetu lazima tupambane. Kila vita inaokuja kwako ina sababu ya ushindi mbele. Amen. Haleluya. Amen. Asingesema kushindana kwetu kama hakuna pambano kabisa. Lazima kuna nguvu pale tuzitumie. Kuna ngumi pale. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika falme na mamlaka. Mnaweza mzee Mlindoko ulivyoenda kwenye ile sherehe ya mama kule, kulikuwa na raha kwa sababu ulitanguliza nguvu ya Kristo Yesu. Usingelitanguliza, anaibuka tu dogo fulani hivi, anajifanya chizi ili kuharibu tu mema. Yaani wewe unaweza ukamuuliza kitu kizuri akaanza. Yaani mimi mnanionaga tu mimi ni maskini pale. Sasa katika ulimwengu wa roho, kushindana kwetu, vita vyetu ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili. Mkuu wa giza hili kazi yake ni kuharibu mema. Fanye nini kanisa? Tufanye nini kanisa? Ulimwengu wa roho, hivi vyote wanavyovifanya yawezekana sosi ni wewe. Haleluya. Siku moja niko ndani, namsikia jirani yangu ana mtoto wa kiume, naye kidogo azimtoshi. Haleluya. Mama yake anamwambia, hivi wewe ufanyi kazi yoyote? Kazi yako ni kukaa tu hapa kwenye mti. Mimi nakwambia katafute kazi, unavuta tu mabangi yako. Kitu yule mtoto alitoa jambo hili, nilisikia mama amenyamaza kimya, ameingia huko ndani kwake. Jirani alimwambia hivi, hii tabia nilionayo imetoka kwako. Kama haijatoka kwako, kamuulize baba. Haleluya. Kaka mkubwa alipaswa kuwa kwenye majukumu, lakini saa zote ametoa stuli hapa, amehamishia kwenye kivuli hichi, ametoa kwenye kivuli hichi. Ukipita tu, sister, nipe hata ya Malta, nipe ya maji. Haleluya. Tunalipeleka wapi taifa letu? Kanisa tukilala lazima tuingie kwenye ulimwengu wa roho. Yule mtoto alikuwa sahihi. Nikajifunza, nikasema Mungu ulinileta hapa dirishani kwa ajili ya darasa. Nikapata somo pana. Nikajua kumbe ni kweli maandiko yanasema hayaongopi. Tunarisishwa. Yule mtoto hata angepigwa na mama yake vibao, hata angetukanwa, akanyimwa chakula wiki 2, bado hujamponya. Haleluya. Huyo mtoto anatakiwa aletwe kwenye madhabahu. Haleluya. Kabla akili yake
haijaingia kwenye nafsi. Kuna mtu anafanya hivi vitu ni katika ulimwengu wa mwili, lakini nafsi ikipokea kutoka ni ngumu. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu akifanyiwa deliverance ni rahisi kufunguliwa na kuwekwa huru. Ndio maana tunatamani kanisa, kama una mtoto wako humwelewi, mlete mbele za Bwana. Hataki kuja, kuna principle. Mwambie jirani kuna principle. Wewe si ndio umemzaa? Wewe si ndio unamjua? Tabia zenu si unazijua? Kuna gharama. Mwambie jirani kuna gharama. Kila hatua tunazozifanya zina gharama. Kuja mbele za Bwana kuna gharama. Tunavyoviongea hapa vina gharama. Kuna watu wanasema huduma ni rahisi sana. Wachungaji mnakula tu sadaka, Mama Veda. Mnanunua magari mazuri. Mwambie anzisha yako. Hawezi. Kuna gharama. Kuna watu walilala wakikesha. Kuna watu walimtafuta Mungu siku na mchana. Tulilala kwenye mapango tukimuita Mungu. Mungu akatusaidia. Tukaanza na mtu mmoja. Leo tuna maelfu ya watu. Ni gharama. Ulimwengu wa roho. Kila unachokihitaji kipo kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Kila adui kwenye maisha yako lazima apigwe upofu. Wapigwe upofu, wasipigwe. Haleluya. Sema Yesu. Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Siku ya leo. Ninasimama kwenye zamu yangu. Kama askari. Kila wachawi wanaozuia anointing yangu. Kwa jina la Yesu. Wapigwe upofu. Kwa jina la Yesu. Kila adui anayezuia uchumi wangu wapigwe upofu. Kwa jina la Yesu. Wasinione. Kwa damu ya Yesu. 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 Wapigwe upofu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Wapigwe upofu kwenye kile eneo la maisha yangu. Halafu tutafanya kitu hapa. Nisomee Yeremia 19. Anza mstari wa kwanza na maliza. Haleluya. Ili uone tutakachokwenda kufanya, tuweze kusababisha matokeo kwenye maisha yetu. Yeremia 19 mstari wa kwanza. Bwana akasema hivi. Enenda ukanunue gudulia. La mfinyanzi. Ukachukue pamoja nawe. Baadhi ya wazee wa watu. Sema wazee wa watu. Wazee wa watu. Baadhi ya wazee wa watu. Na baadhi ya wazee wa makuhani. Ukatoke uende mpaka bonde la mwana wa Hinomu. Alafu utoke uende mpaka kwenye bonde la mwana wa nani? Hinomu. Lililo karibu na mahali pa kuingia kwa lango la vigae. Mpaka mahali pa kuingilia. Haleluya. Amen. Lango hilo. Kuna watu kwenye maisha yenu mmeacha milango. Kama uliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji ukachanjwa chale, huo ni mlango. Haleluya. Kama ulienda kwa mganga ukapewa kitu chochote kama zindiko kwako, huo ni mlango. Kama umepewa irizi, tayari ni kifungo. Kama ulipewa kitu ukachimbie kwenye nyumba yako au kwenye eneo lako la shamba au ukachimbie sehemu yoyote, hilo ni zindiko. Haleluya. Ni mlango. Haleluya. Sasa Mungu anamwelekeza Ezekia kwamba aende mpaka kwenye lile bonde
maingilio. Haleluya. Amen. Alafu afanyaje? Nasema ukahubiri huko maneno nitakayokuambia. Sio tu usimame, ukifika pale hubiri maneno nitakayokuambia, kama haya ninayokueleza leo. Amen. Haleluya. Amen. Sehemu ambapo malango yanaingia. Anasema ukisema lisikieni neno la Bwana wa elfu kubwa. Lisikieni neno la Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Enyi wafalme wa Yuda. Enyi wafalme wa Yuda. Na wenyeji wa Yerusalemu. Na wenyeji wa Yerusalemu. Bwana wa elfu kubwa wa majeshi. Mungu mwenyewe wa majeshi. Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli. Asema hivi. Asema hivi. Angalieni. Angalieni. Nitaleta mabaya juu ya mahali hapa. Nitaleta mabaya juu ya mahali hapa. Ambayo mtu yeyote akisikia habari yake. Akisikia habari yake. Masikio yake yatawaka. Masikio yake yatawasha. Kwa sababu wameniacha mimi. Kwa sababu wameniacha mimi. Nao wamepafanya mahali hapa kuwa mahali pageni. Na wao wamepafanya mahali hapa kuwa mahali pageni. Nao hapa wamewafukizia uvumba miungu mingine. Ambapo mahali hapa wamefukizia uvumba miungu mingine wasio wajua. Yaani Mungu anazungumza na hao watu ambao ni malango, anawaeleza kwamba mahali hapa nitapafanya ukiwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mmeingiza miungu migeni, mmeenda kwa waganga, mmechukua dawa, mmepiga ramli, mmeharibu matokeo ya Mungu, mmeyafanya kuwa ya kishetani, mmemuingiza sanamu kwenye mji huo. Nasema kwa sababu wameniacha mimi. Na hao wamefanya mahali hapa kuwa mahali pageni. Nao hapa wamefukizia uvumba miungu mingine wasio wajua. Wala wao wala baba zao wala wafalme wa Yuda. Nao wamepajaza mahali hapa damu ya wasio na hatia. Haleluya. Mungu anazungumza na mtu kwamba unapochukua vitu kama hivyo na kumwaga damu za watu zisizo na hatia, ni kosa na ni chukizo kwa Bwana. Ndio maana anasema nimepafanya mahali hapa kuwa ukiwa. Haleluya. Usione watu wanatembea barabarani ni wakiwa, ni watupu. Usione wameingia Mlimani City wamekaa wanacheka hapa usiku, wenzenu wana kazi. Wewe umelala kwenye kitanda, kuna mtu analala chini. Nyumba ulioitamani, kuna mtu analala chini, kwa sababu alifukizia uvumba miungu mingine asiyoijua. Haleluya. Kuna watu ni watumwa wa shetani, hawezi kulala mpaka afanye kitu fulani. Haleluya. Kuna mtu akiamka asubuhi lazima aweke maji mdomoni, aende mlangoni kwake, na saa aliyopewa iwe ile ile, aanze kuzungumza maneno afu apulizie ile sehemu. Haleluya. Amen. Wewe ukija tu nyumba ya mtu, jamani kuna chakula. Haleluya. Amen. Ukirudi nyumbani umekaukiwa, unaimba na kuimba wewe upepe. Haleluya. Amen. Mpaka uingie tena umvute Mungu umrudishe. Yaani umefanya kazi kubwa. Haleluya. Wenzetu mpaka wakienda chooni wanamgua kutangulia. Sisi je? Unatangulizaga nini ukienda kwenye nyumba za watu? Tunawasemaga wa Roma ni wanyenyekevu. Mwambie jirani ni wanyenyekevu. Ni wanyenyekevu. Hawezi kula chakula bila kusali. Hata ukienda popote pale, hata awe na nani wamemzunguka, lazima apige ishara msalaba, atulie afu ndo anywe.
mpaka bia anaipigia ishara msalaba, anasali ndo anakunywa. Sasa mlokole bwana, tumemzoea Mungu mpaka kupitiliza. Sasa bora umzoee Mungu, basi umpende Mungu. Unampata kwenye madhabahu tu. Ukiwa hapa wewe ni wa kiroho sana, ukitoka hapa watakujua habari zako. Haleluya. Unyenyekevu ni wa muhimu. Turudi kwa Bwana. Haleluya. Mungu wetu azoeleki kabisa. Amesema nitapafanya mahali hapa pakiwa kwa sababu wameniacha. Sema nao wamemjengea Baali mahali pake palipo juu, ili kuwachoma moto wana wao, wawe sadaka za kuteketezwa kwa Baali. Haleluya. Nani kasema? Wamemjengea Baali mahali pa juu, wanamwabudu yeye na kupitisha watoto wao kwenye moto. Na sisi tulikuta sanamu imewekwa ya Bikira Maria, kadada kazuri kana msalaba mzuri, tunasikia raha. Ngoja nikasali pale ndiko Mungu alipo. Hatukuelezwa kwamba ule ni mfano. Sisi tuliambiwa pale ndio sehemu tutakwenda kusali na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo tukitoka ibada, ukikutana na kijumba kile cha Bikira Maria, lazima upige ishara msalaba, ushukuru ndio upite. Haleluya. Lakini sisi madhabahu si ile. Si kwa sababu sisi ni wa kiroho. Haleluya. Tumemzoea Mungu. Wenzetu, madhabahu ni asili ya wema wote. Mahali pale ndiko utukufu wa Mungu ulipo. Mahali pale ndipo tulilipiwa deni. Mahali pale tulifutiwa dhambi zetu. Mahali pale ni sehemu ambako tunaupata ule utukufu wa kweli. Tukifika, wenzetu wanaujua. Haleluya. Huwezi kumkuta mjinga yoyote amepitiliza madhabahuni. Eti mshirika anatoka huko anapingu. Umeingia sehemu patakatifu, papatakatifu. Hatupaswi kuzoea. Pale ndiko watu wakija wana shida zao, wakienda mahali pale wanapata pumziko, wanatua mizigo yao. Pale sio sehemu sahihi ya kila mtu kuingia. Pale ndipo Mungu alipo, ndiko kwenye utukufu wake. Unaweza nini siku ile Yesu amekaa na wanafunzi wake, anawapa ule mkate, akasema twaeni mle mwili wangu na kuinywa damu yangu, maana hamtakinywea tena mpaka nitakaporudi, lakini huu uwe ukumbusho wenu. Ninachowaachia mimi ni ukumbusho. Haleluya. Na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sio tufanye kwa mazoea, sio tufanye liturujia, bali tunafanya ili tumkumbuke Kristo alikufa, atafufuka kwa ajili yetu. Haleluya. Tukiula mwili wake tumekula uzima. Amen. Tukiinywa damu yake tumefunguka. Amen. Tumekombolewa. Amen. Macho yetu yanatiwa nuru. Amen. Tunaanza kuona utukufu. Haleluya. Sio pa kuzoea. Haleluya. Anasema wamemjengea Baali mahali pa juu na kupitisha watoto wao kwa waganga wa kienyeji, wakipiga ramli, wakipiga bao, wakiwachanja chale. Mtoto ajui
anavyokuwa, anavyoviona ndivyo anaviishi. Mwambie jirani yako, badilisha hiyo. Badilisha hiyo. Tumeiona. Mwambie tumeiona. Tumeiona. Tubadilishe. Haleluya. Tubadilishe. Endelea kusema. Wakatoa sadaka za kuteketezwa kwa Baali, tendo nisiloliamuru mimi wala kulinena. Tendo nisilolia mimi mwenyewe Mungu siliamini wala kulitenda, lakini wanadamu wanatenda. Wala halikuingia moyoni mwangu. Wala moyoni mwangu halikuingia. Basi angalieni, angalizo. Siku zinakuja, asema Bwana wa elfu kubwa. Ilo ni angalizo. Anasema angalieni, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo katika siku hizo, mahali hapa hapataitwa tena Tofethi, wala bonde la mwana wa Hinomu, bali bonde la machinjo. Baba turehemu. Kwa nini? Nami nitalitangua shauri la Yuda, na Yerusalemu, mahali hapa. Nami nitawaangusha kwa upanga mbele za adui zako, na kwa mkono wa watu watafutao roho zao, na mizoga yao nitawapa ndege wa angani, na wanyama wakali wa nchi iwe chakula chao. Nami nitaufanya mji huu kuwa kitu cha kushangaza watu, na kuzomewa. Mungu turehemu. Sema Yesu. Yesu. Tunaomba rehema. Tunaomba toba. Tusifikie hatua ya kuzomewa kwenye maisha yetu. Bwana, fatilizi za magonjwa ya familia, zile roho za spiriti zilizo kwenye mji wetu ziondoke. Ninajitenga nazo mimi na ukoo wangu wote kupitia hii sadaka tuliweka pale. Tukazungumza na uchumi. Shetani ameshika uchumi, roho ya umaskini. Unahisi ni wewe. Yohana 10:10 anasemaje? Usifunike hapo pasadamu. Hata nisomea mtu hapa. Yohana 10:10 naongea na John. Mwivi haji ila aibe. Na kuchinja. Na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kisha wawe nao tele. Kwa hiyo wewe kwenye nyumba yako ukimwona mwizi, kitu cha kwanza ni nini? Kuiba. Amekuja kuiba tu. Haleluya. Amen. Lakini akikukuta na wewe uko imara, kinachofuata ni nini? Kuchinja. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mwizi anapoingia mahali, kazi yake ni nini? Ni kuiba, kuharibu na kuchinja. Haleluya. Amen. Ila Kristo alikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Kuna faida ndani ya Kristo Yesu. Amen. Endelea Yohana 10:11. Kule kwetu. Tunamalizia pale. Amen. Kule kwetu. Watoke vizuri ili watu kiondoka hapa. Mstari wake wa 10 asema, ndipo hapo utalivunja gudulia lile mbele ya macho ya watu wale waendao pamoja nao. Kumbuka, Ezekia aliondoka kwa maelekezo akiwa amebeba nini? Gudulia. Alafu baada ya kusimama pale kwenye lile lango, alivyoeleza jinsi Mungu anavyozungumza,
Ndipo Mungu akamwambia afanyaje kwenye huo mstari? Ndipo hapo utalivunja gudulia lile. Lile gudulia halikuwa bure. Amen. Haleluya. Amen. Ndipo pale utalivunja lile gudulia mbele ya macho ya watu, mbele ya macho ya halaiki iliyoko pale, watu wale waendao pamoja nao. Sio kwa siri, sio kwa kificho. Amen. Haleluya. Amen. Ni kwa wazi. Uchukue